Maisha ya askari ni mafunzo. Tunataka tukienda mstari wa mbele, kwa maana tukienda vitani, tukienda watu 1000, tunatakiwa turejee nyumbani tukiwa watu na si vinginevyo. Eneo ni vilima vya Pongwe Msungura, na hili ni eneo la mazoezi ya kijeshi ambalo hutumika na shule ya mafunzo ya awali ya kijeshi RTS Kihangaiko. Ni zoezi la exercise maliza, shambulio la mchana la kunuia, na hili ni kundi maalum la kuruti la 9 la mwaka 2025, kundi maalum chepua sayansi, wakimaliza zoezi lao la polini. Kwa sababu ni kundi maalum na itakuwa na muendelezo wa kozi mbalimbali ili waje wao viongozi. Kwa wakati wote mjue kwamba ukiwa peke yako unawakilisha nini? Jeshi. Kwa lazima uwe na matendo mazuri ya kufuata taratibu za nini? Za kijeshi. Kwa kuja kwenye mazoezi polini ni ishara moja hapo kwamba wale wote wanaofanya vizuri kwenye mazoezi polini, hata kipelekwa kwenye utendaji kivita, kwenye operation, lazima wafanye vizuri. Kwa sisi kama wakufunzi tunakuwa tunajiridhisha kaza kwamba hawa askari wameiva kwa ajili ya kuapishwa ili waweze kuandikishwa jeshi. Vigezo mojawapo huwa tunaangalia katika utendaji nini? Kivita. Unyeti na umuhimu wa tukio hili basi unamvuta hapa Afande Meja Generali Ibrahim Michael Muhona, mkuu wa mafunzo na operation kivita jeshini, naye amefika hapa. Tunaingia kwenye uchaguzi mkuu. Sisi wanajeshi tunaruhusiwa kuchagua, haturuhusiwi kuchaguliwa. Tunatakiwa tuijue siasa, lakini hatutakiwi kupractice siasa. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya taifa, na ukizungumza taifa maana yake serikali pamoja na watu wake. Tuko pamoja. Sisi tuko concerned na serikali pamoja na watu wake. Ni kuhakikishia kwamba askari hawa wamefikia katika viwango vinavyohitajika ili wahesabiwe kama ameiva. Wakiwa kwenye zoezi hili wameweza kufanya operation mbalimbali zilizowajenga na kuimarisha katika uvumilivu, ujasiri, ushirikiano, wepesi wa kupokea maelekezo pamoja na amri na kuzitekeleza. Hivyo imewafanya kuwa askari wenye nidhamu nzuri, waaminifu, wahodari na watiifu. Hii ni Kadoshi TV, always on time.